Leo Aprili 2, Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Dodoma limefanya bonanza katika kuelekea kilele cha maadhimisho ya wiki ya Mzimamoto duniani ambayo itafanyika Mei 4 mwaka 2026, ambayo hufanyika ili kuwakumbuka wapambanaji ambao huwa wanatanguliza maisha ya raia na mali zao mbele kabla ya maisha yao. Katibu Tawala wilaya ya Dodoma mjini Sakina Mashaka ameshiriki bonanza hilo, huku akiwasisitiza wananchi kujua vitu vya awali vya kufanya kabla au wakati wakisubiri Jeshi la Zimamoto kufika. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji wapo katika wiki kuelekea kilele cha siku ya Wazimamoto duniani ambao huadhimishwa kila siku ya tarehe 4 mwezi Mei. Siku hii inatumika kuwakumbuka wapambanaji ambao siku zote huwa wanatanguliza maisha ya watu kwa maana ya raia, mali pamoja na mazingira yetu mbele kabla ya maisha yao wenyewe. Tumeona katika wiki hii hapa katika jiji la Dodoma, Jeshi la Zimamoto na Uokoaji limekuwa likitoa elimu katika maeneo mbalimbali, katika shule zetu za msingi na sekondari, katika masoko, lakini pia katika maeneo mengine ya wazi ambayo watu wanaweza kufikiwa kupata elimu hiyo. Tumeona hapa vitu vingi vikifanyika, watu wameendelea kuhimizwa namna bora ama sahihi na bure ya kuwasiliana na Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kwa kupiga namba 114. Lakini pia katika matembezi ya amani, wapambanaji wameweza kuonyesha utayari wao wa kudhibiti majanga ya zimamoto katika makao makuu ya nchi kwa kuonyesha mavazi maalum mbalimbali ambayo yanaweza kustahili moto wa aina zote, lakini pia kuweza kuwafanya wao kuweza kufanya majukumu yao kwa urahisi zaidi ama kujiamini ili aweze kutimiza yale ambayo wamekusudiwa. Sasa kilichobaki ni wananchi wetu wa jiji la Dodoma kuweza kujua vitu vya awali vya wao kufanya kabla au wakati tunasubiri wapambanaji wa Jeshi la Zimamoto wanapokuja. Hata hivyo, mrakibu mwandamizi Rehema Menda ambaye ni kaimu kamanda wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Dodoma amesema kupungua kwa malalamiko ya majanga ya moto kunachagizwa na utoaji wa elimu unaoendelea kutolewa na jeshi hilo. Kupungua huku kwa malalamiko imechagizwa na utoaji wa elimu. Tunatoa sana elimu kwenye mikutano, tuna mashirikiano mazuri na wenye viti wa mitaa, watendaji. Wanapokuwa na mikutano yao tunafika kule tunatoa elimu, bado kwenye vyombo vya habari, lakini pia kupitia matamasha kama haya maadhimisho. Na kwenye maadhimisho yote mkoa wa Dodoma tunakuwa na mabanda tunatoa elimu. Malalamiko yalikuwa yanakuja kutokana na kukosekana kwa muunganiko. Hii ilipelekea kutokuongea lugha moja. Kwa maana ya kwamba mwananchi alikuwa akipata changamoto ya tukio la moto, ilikuwa ni anaanza yeye shughuli za kuzima moto badala ya kuja ama kupiga namba yetu ya dharura 114. Lakini kwa mkoa wa Dodoma mpaka tarehe jana tulikuwa na matukio kuanzia Januari mpaka tarehe 2 ya mwezi wa 5 tulikuwa na matukio 96. Lakini katika hayo ya maokozi ya moto pekee yalikuwa matukio 32. Lakini ukiangalia watu tu wawili ambao ndio walifika kutoa taarifa kwa tunaita watu wa taarifa kwa kutembea ama kufika kituoni. Kwa ni kama 99 pointi ambayo watu wanaotumia sasa namba yetu ya dharura 114. Sisi Jeshi la Zimamoto na Uokoaji pale tunakuwa tumekaa standby tu masaa yote 24 tukisubiri kupatiwa taarifa changamoto iko wapi. Kwa hivyo kwa mwananchi yoyote ambaye atapiga kwa wakati, atatupa anwani sahihi, moja kwa moja tutafika na tutatoa huduma kwa viwango ama kwa ufanisi na weledi ambao ni mkubwa. Kwa mkoa wa Dodoma tunashukuru kwa kweli, malalamiko hamna, lakini zaidi sasa tunapokea tena pongezi kutoka kwa wananchi. Mimi ni Agnes Peter na hii ni Jimbi TV, sauti yenye nguvu. Kila siku tunahakikisha tunakuletea habari za matukio mbalimbali yanayoendelea kila siku.